Madaktari ni watu ambao tunawahitaji sana. Tunawahitaji sana katika mahospitali zetu, mitaani kwetu, ili kwamba ikitokea tatizo la kiafya wawe tayari kutuhudumia. Lakini sasa ninakukaribisha katika Daily Wisdom Series ambapo unaenda kugundua akili ya madaktari ikoje, inafanyaje kazi, utawatambuaje hata kama hawajaingia kwenye kazi. Lakini sasa kwenye kipindi hiki ninakukaribisha ili ujifunze namna ya kugundua vipaji katikati ya watu na namna ya kuifanya kuwa ajira ili kwamba maisha yaende. Karibu. Iko aina nyingi za akili, ziko aina nyingi za akili ambazo tumeshazipitia, na leo ninataka tuingie kwenye aina ya 5 ya akili ambayo ninaita akili ya kijamii, interpersonal intelligence, kama ilivyoitwa pia na Bwana Howard Gardner. Na ukiangalia aina hii ya akili ndiyo aina ya akili inayokupatia uwezo wa kuhusiana na wengine, na inaweza ikaingia katika kazi pale tu unapokutana na watu wenye aina hii ya akili. Wanajua kuziona kwa wepesi hisia za wengine na wanaweza kujiunga nao kwa urahisi sana. Akili hii inahitajika katika uongozi, ushirikiano na mahusiano katika jamii, hadi kwenye ndoa pia. Yaani watu walio na aina hii ya akili ambayo tunaita akili ya kijamii, ziko sifa za kuwatambua. Tuanze na sifa za kuwatambua basi. Miongoni mwa sifa za kuwatambua, sifa ya kwanza, utamgundua mtu aliye na interpersonal intelligence, yani akili ya kijamii, utaona ya kwamba anao marafiki wengi. Anaweza kujiundia urafiki kwa haraka sana kila alikofika, hata kama hajafanya siku nzima utamkuta kwamba ameshaanza kuzungumza na watu, anakaribishwa vizuri, watu wanamkaribia na anakaribia watu sana, na akishafanya miezi miwili, miezi mitatu, unagundua kwamba alishakuwa na marafiki wengi sana. Hata kama alikuwa hajazoeana nao hapo kabla, utagundua kwamba amejenga urafiki kwa nguvu sana. Na sifa nyingine ya kuwatambua ni anataka kutatua migogoro ya watu hata asipokuwa na faida ndani yake. Utamkuta ya kwamba anataka tu atatue migogoro yao. Na sifa nyingine, hataki kuona watu wanaumia, labda kwa manyanyaso wala kwa aina yoyote ile, na lakini pia anatamani kufanya kazi katika kundi pamoja na wengine. Na sifa nyingine ya kuwatambua, ana uwezo mkuu katika kuelewa wengine na kuwasaidia. Unajua kuna watu wengine ambao sio waelewa, lakini akili ya hawa madaktari hawa, akili yao basi utagundua ya kwamba wao wanataka kusaidia watu kila mara. Unasikia akizungumza na mgonjwa anataka amsaidie, akiona mtu kwenye matatizo anataka amsaidie, na ndio maana unasikia walio na ugonjwa wanalia, daktari nisaidie, tafadhali nisaidie, kwa sababu hawa walitengenezwa ili wapate kusaidia binadamu wengine. Lakini pia anaweza kusikiliza na kutoa shauri ya kihisia wala kimihemko. Anajali mpaka wewe unayesikiliza hadi ujihisi kana kwamba umefika mahali sahihi ambapo ulistahili kusikilizwa kabisa, ambapo ulistahili kusikilizwa. Na tena mtu mwenye aina hii ya akili anapenda sana kutumika na vikundi au jamii. Labda nitaje tu kazi wanazoweza kuzifanya, kuzifanya. Nataka uzigundue, kwa kuwa aliye na aina hii ya akili ya kijamii si kwamba tu lazima anaweza tu kuwa tu daktari peke yake, lakini pia anaweza kuwa mwalimu, anaweza kuwa mwana saikolojia, anaweza kuwa mwanaharakati, anaweza kuwa balozi wa nchi au balozi wa kampuni, anaweza kuwa kiongozi mzuri, anaweza kuwa ni mfanyabiashara mzuri, lakini pia anaweza kusimamia vyama vya kijamii. Vyama vya kijamii, nasikia hiki ni chama cha walimu, huyo mtu kama na yule anaweza akasimamia. Hiki ni chama cha wafanyabiashara, anaweza akawasimamia. Hiki ni chama cha walimaji wanaolima tikitiki maji, anaweza akawasimamia. Na hivyo ugundue kwamba mtu kama na yule anaweza kuwa na marafiki wengi sana, kwa sababu anajali. Na ulimwengu kwa vile unavyokuwa na ile sheria inayosema penda anayekupenda na umjali anayekujali, asiyekujali achana naye, basi utakutana kwamba mtu kama na huyu huwa anakuwa na marafiki wengi sana. Lakini iko sheria ya kimbingu inayosema wapendeni adui zenu na muwaombeeni wanaowauzi. Kama dunia ingejua kitu kama na hiki, basi ingeikubali hii sheria na binadamu wote tungekuwa na amani, kwa sababu tungekuwa na upendo halisi. Sasa sijui kama miongoni mwa sifa nilizozitaja wewe umejikuta kwamba una mojawapo ya hizo sifa. Kumbuka kazi unazoweza kuzifanya nimezitaja. Unaweza kuwa mwalimu mzuri,
unaweza kuwa daktari, unaweza kuwa mwanasaikolojia, unaweza kuwa mwanaharakati, unaweza kuwa balozi, unaweza kuwa kiongozi mzuri, mfanyabiashara mzuri, au msimamizi wa vyama vya kijamii kama vile tulivyotangulia kutamka. Kwa hivyo ikiwa wewe ni miongoni mwa walio na aina hii ya akili, ninakukaribisha kwamba upate kutumia vipaji vyako, gundua vipaji vyako, ishi ndoto zako. Nitafurahi kusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu. See you. Lakini jifunze.